Na yote kwa yote, naomba pia nimpongeze mzee wangu mchungaji Kitime. Mchungaji Kitime huyu ni katibu wa kanisa, huyu ni wa baraza la TEC. Nimpongeze, amekuwa ni sehemu ya baraka sana, amekuwa ni mtumishi bora kabisa, anazungumza kwa lengo ambao ni jema katika moyoni mwake. Nina kila sababu ya kumpongeza kwa yote anayozungumza. Amekuwa kama sauti ya Watanzania kwa namna moja au nyingine, kwa jinsi watu wadhani ni watu wengine, lakini niseme kwamba Mungu akubariki sana mchungaji au Padri Kitime au Father Kitime. Mungu akubariki sana kwa maneno mengi yako, yamekuwa ni faraja kwa upande wa serikali, yamekuwa ni faraja kwa Tanzania. Mungu akubariki. Lakini pia naomba nishauri, lakini pia hata siku leo nilimuona mtumishi wa Mungu mzee wangu mzee Warioba. Huyu amekuwa waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kuna maana kazungumza kwa uchungu sana, akasema mambo mengi kwamba namnukuu, alisema kwamba watu waliouawa siku ya uchaguzi 2025 29 sio 2010 Oktoba, kwamba walikuwa ni wengi kuliko vita vya Kagera. Sasa basi, hapa naomba nifundishe jambo la busara na niombe kitu kimoja kizuri. Taifa letu limepita mapito mengi. Hakuna mtu ambaye hana machozi, hana huzuni, lakini inatakiwa sasa viongozi wetu, wazee wetu, viongozi wa dini, tusimame sasa kwenye msimamo wa pamoja wa kulifanya taifa kurudi kwenye faraja. Hivi leo mtu aliyefiwa na mtoto wake ukaendelea kumzungumzia habari ya msiba wa mtoto wake, ataendelea kuwa na maumivu, na yale maumivu muda mwingine yataleta chuki hata kwa Mungu mwenyewe, kwamba Mungu mambo unaruhusu. Tunajua, lakini pia serikali nimeona kwa namna moja au nyingine inapambana sana ili kufanya namna gani ya kupata suluhisho la jambo hili. Nimeona pia kuna tume imeundwa ya jambo hilo. Mimi ningefikiri kwa kipindi hiki viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, hebu tuwe kitu kimoja kwanza, ili tuilinde amani yetu, tuimize amani yetu, ili Watanzania tusimame kwenye umoja. Ile tume ambayo pia imetengenezwa ili kuchunguza mambo haya, tusubiri pia majibu yake. Majibu watatuletea majibu gani? Sasa majibu ambayo atakuja kama ni tofauti na mtazamo wa Tanzania wote, tuna kila sababu ya kuhoji, ya kulalamika, kutoa maoni hayo. Ila kipindi hiki tunapokwenda kusherekea sikukuu ya Christmas, mimi niombe viongozi wa dini zote tusimame kuwa washiriki wa kushiriki kwa ajili ya kuitunza amani ya nchi yetu. Na kama mnavyoona mambo mengi yametendeka, mambo yamezungumzwa mbalimbali, sikuwahi kuzungumza chochote, lakini leo naomba mjue, naanza rasmi, na tunapoelekea yako mambo mengi Watanzania myajui, mimi nayachua na nina ushahidi nayo. Haya mambo hayo yote nitaweka yote barana, nitazungumza vyombo vya habari vitasikia, wananchi yatawafikia. Unajua kuna mambo ambayo hamwezi kujua wote, lakini naomba kwanza nirudi kwa kipindi hiki. Mzee wangu Warioba, kuna vitu ambacho amekizungumza, of course kina uchungu ndani ya moyo wake, lakini kipindi tulichonacho hiki kisiwe kipindi sasa cha kuendelea Watanzania kututwisha mizigo. Unaelewa? Mizigo mingine ya maumivu, mizigo ya mateso, mizigo ya kutumiza. Hebu wazee wetu tufanyike kuwa faraja. Sawa, viongozi wa dini wa makanisa yote, viongozi wa dini wa makanisa yote, Roman Catholic, KKT, TAG, Moravian, wa Sabato, wa Pentekoste, yani makanisa yote ya dini zote, tuungane tuwe kitu kimoja. Kwanza tuilinde na kuitunza amani ya nchi yetu, na hakuna serikali ambayo iliyokamilika duniani. Nisikilize, hakuna serikali yoyote iliyokamilika hapa duniani. Na tumeona mambo mengi yametokea, lakini nani alaumiwe? Jambo la busara
Hebu tungoje wakati sikukuu ya Krismasi iwe ni sikukuu iliyobeba kuzaliwa upya kwa Bwana wetu nani? Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.